Asanteni ndugu waandishi wa habari. Awali ya yote, kama ilivyo ada, napenda kuchukua fursa hii adhimu kuwashukuru sana kwa kuitikia wito wetu kama ambavyo mmekuwa mkifanya mara zote. Kama ambavyo naibu katibu wa habari na uenezi amewaeleza, tumewaiteni leo kwa sababu kuna jambo kubwa kwa Watanzania ambalo tunataka liwafikie kupitia nyinyi waandishi wa habari. Na taarifa yenyewe nitaiwasilisha ni kama ifuatavyo. Kamati ya uongozi ya taifa ya chama cha ACT Wazalendo katika kikao chake cha tarehe 15 mwezi huu wa Aprili kilichofanyika Zanzibar, pamoja na mambo mengine, ilitoa maelekezo kwa ofisi ya katibu mkuu kuongeza muda wa wanachama wa ACT Wazalendo wa kuchukua na kurejesha fomu za kugombea katika nafasi za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wabunge wa viti maalum, wawakilishi na wawakilishi wa viti maalum, pamoja na madiwani wa viti maalum. Na ili nilifafanue vizuri, halmashauri kuu ya chama chetu katika kikao chake cha tarehe 23 mwezi wa pili, pamoja na mambo mengine, ilielekeza ofisi ya katibu mkuu kushusha maelekezo kwa viongozi wa ngazi za chini kwamba hata kama chama chetu bado hakijatoa msimamo wa kushiriki katika uchaguzi, lakini ni vizuri tuwe na watiania katika majimbo. Kwa hiyo mapema tulishusha maelekezo ya wanachama wetu kujitokeza kutia nia kwenye nafasi zote hizo tulizozitaja, na wanachama wetu wengi sana wamejitokeza kutia nia kwenye nafasi mbalimbali. Katika siku za usoni tutatoa takwimu, lakini ili kuwaonesha mwitikio mzuri wa wanachama wetu, tunaweza kutoa mfano kwenye takwimu za wagombea wa ubunge. Mpaka hivi sasa ninasimama na mbele yenu hapa, jumla ya wanachama 317 wamechukua fomu za kugombea nafasi ya ubunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa nafasi za wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, kwa maana ya wawakilishi, jumla ya wanachama 106 wamechukua fomu. Kwa hiyo tunachokifanya hivi sasa, kwa sababu zoezi hilo la kutiania muda wake ulikuwa umemalizika, tunasimama mbele yenu kuwatangazia Watanzania kwamba muda wa kuchukua na kurejesha fomu hivi sasa umeongezwa kama ifuatavyo. Kwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar, muda umeongezwa kutoka leo hii tunapoongeza muda huu tarehe 18 mpaka tarehe 25 ya mwezi wa 4. Na kwa nafasi za ubunge wa viti maalum, uwakilishi na uwakilishi wa viti maalum, muda umeongezwa kutoka leo hii tunapotangaza tarehe 18 mpaka tarehe 31 ya mwezi ujao, kwa maana ya mwezi wa 5. Na kwa nafasi ya udiwani na udiwani wa viti maalum, muda umeongezwa kutoka leo tarehe 18 mpaka tarehe 25 ya mwezi ujao, kwa maana ya mwezi wa 4. Na tumeongeza muda ili kutoa nafasi kwa wanachama wetu ambao wanataka kugombea katika nafasi hizi tulizozitaja, ikizingatia kwamba ACT Wazalendo ni siku 2 tu zilizopita tumetangaza sasa msimamo madhubuti wa kwamba tunakwenda kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hiyo napenda kuchukua fursa hii kutoa wito kwa wanachama wa ACT Wazalendo wa Zanzibar na bara, waitumie fursa hii, wajitokeze kwa wingi kuchukua fomu za nafasi ya urais. Yoyote yule ambaye anajipima na anaona anatosha kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, milango sasa iko wazi. Na hata kwa upande wa Zanzibar, tunaye mwanachama mmoja ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, ndugu Othman Masudi Othman, ambaye amechukua na kurejesha fomu. Hatua yetu hii ya sasa inamaanisha milango iko wazi. Mtu yoyote ambaye anaona anaweza
kwenda kupambana na Othman Masoud Othman ndani ya chama, milango iko wazi. Na kwa wale ambao wana ndoto za kuwa wabunge, kuwa wawakilishi, kuwa madiwani wa viti maalum, wabunge wa viti maalum, wawakilishi wa viti maalum, milango iko wazi. Na kwa sababu chama sasa kimekwisha tangaza kwamba tunakwenda kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, zoezi hili litaratibiwa na idara yetu ya uchaguzi. Karibu ndugu Mketo, karibu hapa wakuone. Na huyu ndiye katibu wetu wa organization na uchaguzi. Lakini pia mahusiano na waandishi wa habari. Tunataka waandishi wa habari wapate taarifa za kutosha. Ni akina nani wametia nia, wanapatikana majimbo gani, lini wanachukua fomu, lini wanarudisha fomu. Chama kimetoa uhuru kwa wanachama wetu kujitangaza kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Na mnamfahamu naibu katibu wa uenezi ndugu Shangwe atakuwa akiwapa ratiba kila siku ya nchi nzima. Kwa maana ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa makao makuu, na urais wa Zanzibar ni kule ofisi ndogo ya makao makuu Vuga. Nafasi za ubunge kwenye ofisi zetu za majimbo, na nafasi za udiwani kwenye ofisi zetu za kata. Taarifa hizi zote idara ya uenezi itakuwa ikiwapatia ndugu waandishi wa habari. Naweza kwenda kuketi bwana Mketo. Wito wa pili, pia tunapenda kuchukua fursa hii kutoa wito kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wajitokeze kwa wingi kuchukua fomu kupitia chama cha ACT Wazalendo. Na ahadi yetu kwao, tunapenda kuwahakikishia kwamba chama cha ACT Wazalendo ni chama kilicho mstari wa mbele kutekeleza kwa vitendo usawa wa kijinsia na kupinga ubaguzi katika namna zake mbalimbali. Kwa hiyo hata katika mchakato wetu wa kupata wagombea wa kugombea kwenye nafasi zote hizo, tutajidhihirisha kwa vitendo ni namna gani sisi ni waumini wa usawa wa kijinsia na namna gani tunaheshimu haki za watu wenye ulemavu na makundi mengine ambayo yametengwa katika jamii. Kwa hiyo nao tunawashajiisha, tunawahamasisha wajitokeze kwa wingi. La mwisho, rai yetu ya mwisho, tumepokea ratiba kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya kwamba inakusudia kufanya uandikishaji wa wapiga kura wa awamu ya pili. Na kwa mujibu wa ratiba ya Tume ya Uchaguzi, zoezi hilo litafanyika katika mikoa yote kuanzia tarehe 1 mwezi Mei mpaka tarehe 4 mwezi wa 7. Rai yetu ACT Wazalendo, tunapenda kutoa wito kwa Watanzania wote waitumie fursa hii pasavyo, waende kujiandikisha. Wasiumbishwe hata kidogo na hoja kwamba wasiende kujiandikisha. Kwetu sisi ACT Wazalendo, kitambulisho cha kupigia kura ndio silaha namba 1. Silaha namba 1 ya kupambania thamani ya kura, ya kupigania demokrasia na ya kuikataa CCM. Silaha namba 1 ni kitambulisho cha kupiga kura. Mtu yoyote anayekuambia usiende kujiandikisha anataka uende kwenye mapambano bila silaha. Twendeni tukajiandikishe, kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi, usipojiandikisha kwenye awamu hii ya pili, hautopata nafasi nyingine yoyote ya kwenda kujiandikisha. Kwetu sisi, kitambulisho cha kupigia kura ni silaha ya mapambano, na mtu yoyote ambaye anawahamasisha watu waikose silaha hiyo ya mapambano anarudisha nyuma harakati za kupigania thamani ya kura na kupigania demokrasia katika nchi yetu. Sisi ACT Wazalendo sio tu tutawahamasisha kwa kawaida, tumejipanga, tutakwenda kona zote za nchi, na tumekwisha waandikia tume
kwamba sisi tunakwenda kuhamasisha daftari la wapiga kura, na hatutaki kubughudhiwa, hatutaki kusumbuliwa, kwa sababu tunataka taarifa ifike kwa kila Mtanzania kwamba kura ni silaha yako. Tuanze na Raizan, Jambo TV. Nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kweli kama ambavyo yeye mwenyewe aliwajulisha wahariri na waandishi wa vyombo vya habari, kiongozi wetu wa chama ndugu Dorothy Semu alitangaza nia ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kufahamu kwamba ratiba hii inaenda kuongezewa muda, ameijulisha ofisi ya katibu mkuu kwamba hivi karibuni kwa ratiba ambayo tutaitoa atakuja kuchukua fomu hapa za kuomba kuteuliwa kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia tiketi ya ACT Wazalendo. Na kama nilivyosema awali ni kwamba kuanzia leo tarehe 18 mpaka tarehe 25 milango iko wazi kwa mwanachama yeyote anayetaka kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutamhudumia, tutampatia fomu, na wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa ndio ambao wana haki ya kufanya uteuzi wa mwisho wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vikao vya secretariat, kamati kuu na halmashauri kuu vinachakata majina na kuhakikisha kama yamekidhi sifa kwa ajili ya kuyapeleka katika mkutano mkuu. Kwa hiyo kuhusu utaratibu ni kwamba majina yakishapokelewa hapa yatapitia kwenye vikao vyote hivi nilivyovitaja, na maamuzi ya mwisho yatafanywa katika mkutano mkuu wa taifa. Alafu juu ya joto la uchaguzi na kutajwa kwetu kama kimbilio au mbadala kwa wanasiasa ambao wanataka kugombea, hapa tupozungumze vizuri hapa. Ndugu zangu, historia ya ACT Wazalendo ikiandikwa, historia halisi kabisa ya ACT Wazalendo ikiandikwa na ikawa ni historia ya haki kabisa, ukweli utajidhihirisha kwamba kuzaliwa kwa ACT Wazalendo na hatua za maendeleo tulizozipiga baadaye zimejenga picha moja kubwa, kwamba ACT Wazalendo ilianzishwa kama chombo mbadala wa uhakika wa wanamageuzi wote ambao hawaridhishwi na mwenendo wa mambo kwenye vyama vyao. Hatuna muda wa kutosha leo, lakini ukitazama kwa nini ACT Wazalendo ilizaliwa, jibu utalolipata, ilizaliwa kwa sababu ya kuwa mbadala wa uhakika wa wale ambao hawaridhishwi. Na ndio maana sisi hatukushangaa Maalim Seif Sharif Hamad na wenzake walipoona kwamba wanahujumiwa kwenye chama chao, walivyotafuta chama mbadala hawakupata shida. Na Mwenyezi Mungu amlaze pahala pema, mwenyewe amewahi kusema kwamba walifanya uchambuzi wa kina na hitimisho lake likawa chama mbadala wa uhakika kinachowafaa wana mageuzi wenye kiu ya haki lakini hawaridhiki na mwenendo katika vyama vyao, ni ACT Wazalendo. Kwa hiyo sishangai hata sasa nikiambiwa kwamba wako wanachama wa vyama vingine ambao wanataka kuleta mabadiliko katika jamii kwa kugombea, na kwamba hawaridhiki na mwenendo wa mambo kwenye vyama vyao, wanatafuta jukwaa. Bila shaka kwa mtu yoyote mwenye macho anajua kabisa jukwaa sahihi ni ACT Wazalendo. Na mimi niseme hapa kama katibu mkuu wa chama, tutawapokea. Umezungumza kundi ulioliita G55. Mtu yoyote anayetaka kujiunga na ACT Wazalendo kwa nia ya kugombea, kwa nia ya kuleta mabadiliko,
tutampokea. Hatutosita hata mara moja, tutampokea. Uteuzi utafanywa na vikao vyenye dhamana kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, milango iko wazi. Umezungumza habari ya wabunge 19. Yeyote yule anayetaka kujiunga na chama hiki tutampokea. Hatutosita hata kidogo. Na ukimuona mwanasiasa anasita kupokea mwanachama, mtazame. We pokea mwanachama. Akishaingia ndani ya chama ataendeshwa kwa mujibu wa katiba na taratibu za chama hiko. Kwa hiyo milango iko wazi, tunawakaribisha sana, na kama wamechoka waliko, fursa ipo kupitia ACT Wazalendo. Nadhani hilo tutakuwa tumelitendea haki. Dan Kaboma juu ya reforms. Naomba ni rejee kidogo yale ambayo aliyasema kiongozi wa chama wakati anatangaza uamuzi wetu wa kuamua kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kiongozi wa chama alitoa sababu 3. Sababu ambazo kwa mtu yoyote ambaye atawaza sawasawa atakubaliana na sisi. Na hizi sababu 3 sisi tumezifanyia tafakuri ya kina. Mimi hata ukiniamsha usiku wa manane nitakuambia tunaingia kwenye uchaguzi kwa sababu tunazo sababu za msingi. Sababu ya kwanza, tumesema tunashiriki katika uchaguzi huu ili kwenda kulinda thamani ya kura. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tumesema tunashiriki katika uchaguzi huu kwa sababu tumejiridhisha uamuzi wa ACT Wazalendo kususia uchaguzi huu utafurahiwa na Chama cha Mapinduzi. Hatutaki kutoa nafasi hiyo ya Chama cha Mapinduzi. Sababu ya tatu, tumesema CCM imeshindwa kuendesha nchi. Ni wakati muafaka sasa ikae pembeni, tutaishinda. Hizo ni sababu za msingi kabisa kwa mtu ambaye anaamua kusikiliza hoja. Na hata ukitaka ni kuchambulie. Sababu ya kwanza, kulinda thamani ya kura. ACT Wazalendo tunasema uzoefu wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu 2020 na uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 umedhihirisha kwamba Chama cha Mapinduzi akiingii madarakani kwa sababu ya kupata baraka za wananchi kupitia mchakato wa kura. Ukweli ambao umejidhihirisha bayana ni kwamba Chama cha Mapinduzi kinaingia madarakani kwa msaada wa dola. Na ninawasikia wababaishaji ambao wanadhani Watanzania ni wapumbavu, kwamba hawaijui historia ya nchi hii, wanaosema kwamba eti maneno hayo ya ACT Wazalendo ni upotoshaji. Hayo sio maneno ya ACT Wazalendo. Hayo ni maneno ya ukweli wa kihistoria. Katibu mkuu, aliyekuwa katibu mkuu wa CCM, amewahi kusema, Dr. Bashiru Ali, kwamba CCM inatumia dola kubaki madarakani. Uko Zanzibar, wanasiasa wengi waandamizi kutoka chama hicho wamewahi kukaliliwa wakisema kwamba CCM haijawahi kushinda uchaguzi wowote Zanzibar tangu 95 mpaka sasa. Sasa unapokuja hadharani kukataa ukweli huo, unadhihirisha jambo moja tu, kwamba wewe huijui historia ya nchi, kwamba wewe huijui historia ya uchaguzi wa nchi. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tunajua kwamba CCM inashinda kwa kupitia mbeleko ya dola. Sasa swali linakuja, kama CCM inatumia dola kubaki madarakani, ACT Wazalendo tufanye nini? Jibu letu
tumesema tunashiriki uchaguzi huu kwenda kupigania thamani ya kula, tunakwenda kupambana. Na tumewaambia CCM wakae wajue uchaguzi huu hautoenda kuwa ni wa kawaida. Tutajibu mapigo ya CCM kadiri inavyokuja. Tumejiandaa, tumejipanga, tunakwenda kukikabiri Chama cha Mapinduzi. Kupitia operesheni yetu ya Linda Demokrasia, tunakwenda kuwahamasisha Watanzania wasimame imara, wapambane na CCM mpaka haki yao ipatikane. Tunakusudia kujenga vuguvugu kubwa la umma la kuwaleta pamoja wadau wote wa demokrasia pamoja na wananchi kwa ujumla wao, wasimame imara kupambana dhidi ya CCM. Mimi ninawaambia wanahabari, CCM haijawahi kuwa tested vya kutosha. Wametuibia 2019, tumereact vipi? Wametuibia 2020, tumereact vipi? 2024 mwitikio wetu ni upi? ACT Wazalendo tunasema hii ngoma haitoenda kuwa kama tulivyozoea. It's going to be rough. Inaenda kuwa nginja. Nilisimama na nyinyi hapa kuambia mbele ya halmashauri kuu, baada ya mkutano wa halmashauri kuu, kuwaeleza kwamba tunatoka kwenye siasa za maridhiano, tunakwenda kwenye siasa za mapambano. Uchaguzi ni jukwaa la kupigania mageuzi, na tumesema tutapigania mageuzi mpaka dakika ya mwisho. Kupotea ni wakati wa kwenda, kupotea wakati wa kurudi ni ujinga. Tumeshapotezwa sana wakati wa kwenda 2019, 2020, 2024. Kupotea 2025 tutakuwa sisi ni wajinga. Sisi tumechoka kuibiwa na tunajipanga. Tunawaomba Watanzania wanaoyapenda mabadiliko ya kweli watuunge mkono, tukabiliane na CCM kadiri itavyokuja. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kiongozi wa chama aliwaambia tumeshagundua kususia kwa ACT Wazalendo kutawafurahisha. Na uzuri ni kwamba sisi ACT Wazalendo tunapenda kufanya uchambuzi wa kina. Hatujaamua ili kibubusa. Tumefanya uchambuzi kwenye nchi mbalimbali zenye hali kama ya kwetu, na tumejiridhisha kote ambako wapinzani walisusia, dola kwanza imepita kwa urahisi, alafu pili imetumia fursa ya kutokuwepo wapinzani kwenye vyombo vya maamuzi kujiimarisha kibabe na kidikteta. Hilo ni darasa la kihistoria. Anayeamua kulikwepa darasa hilo kwa ajili ya kufurahisha watu anaukwepa ukweli wa kihistoria. ACT Wazalendo tumeamua kuukabili ukweli wa kihistoria, na mifano iko mingi ndugu zangu. Twendeni Kenya 2017. Nyinyi mnafahamu namna Odinga alivyomkaba koo Kenyatta. Wakaenda mahakamani, mahakama ikatengua matokeo, ukaletwa uchaguzi wa marudio. Odinga na chama chake cha NASA wakasema hatushiriki. Nini kilitokea? Kenyatta akapita kwa urahisi na akatumia fursa hiyo kuongeza ukandamizaji mpaka Odinga akarudi mezani. Huo ni ukweli wa historia. Zanzibar 2015 matokeo yalifutwa, uchaguzi wa marudio ukaitishwa. Ilikuwa ni haki kabisa kususia kwa sababu ile ilikuwa ni dhuluma. Lakini watawala wakafanya nini? Wakapita kwa urahisi, alafu baada ya hapo wakatumia uwepo wao kuongeza ukandamizaji. Hili ndio darasa la historia. Nenda Ivory Coast 2020, wapinzani wamemkaba koo Osman Ouattara, karibia watoto wa mjini wanasema atapike bungo. Yeye akajiongezea muhula wa 3 kinyume na katiba, akirejea mabadiliko ya katiba 2016. Nini kilitokea?
wapinzani wakakaa pembeni, serikali ikapita kwa ubwete, maisha yakaendelea. Huo ni ukweli wa kihistoria. Ukitaka kautafute Egypt, kautafute Venezuela. Sisi tunayajua mafunzo ya historia. Huko Venezuela sio kwamba nasimuliwa, nimekwenda, nimemuona Maduro jinsi alivyotumia 2018. Watu wanakaa pembeni, yeye anajiimarisha, movement ya wananchi inarudi nyuma. Huo ni ukweli dunia mzima. Mwenye ukweli mwingine atuonyeshe. Sisi tunaweka hoja mezani kwamba huu ndio ukweli wa kihistoria. Ndio maana sisi tumeamua kuvaa ukweli wa kihistoria, na kwamba tunajiandaa kwenda kupambana na CCM, kwa sababu rekodi za dunia zinaonyesha ukifanya hivyo ndio utafanikiwa. Nenda Serbia, alisema mwenyekiti wa chama wakati anawasilisha maamuzi yetu. Nenda Serbia. Ukienda Serbia utakutana na mifano, wapinzani wakubwa wanakaa pembeni, angalau kule vijana wakasema no, wazee mnatuchelewesha, wakaunga mkono vyama, tena vingine vilikuwa vidogo, likazaliwa vuguvugu kubwa ambalo likaleta ukombozi wa nini? Wa Serbia. Huu ndio ukweli wa kihistoria. Na sisi ACT Wazalendo ni chama imara, kinajua sifa ya kiongozi sio kubaki kwenye siasa za kukonga nyoyo. Ni kweli umma ni lazima usikilizwe, ni kweli lazima umma ufuatwe, lakini pia ni kazi ya kiongozi kuongoza umma, kuelimisha umma, na kazi hiyo sio nyepesi. Kuna wakati umma unaweza usikuelewe dakika hii, kwa kuelewa dakika itayofuata. Ukiwa kiongozi ambaye uelewi wajibu wako wa kiuongozi, wewe unataka kwa kila maamuzi umma ukuelewe sekunde hiyo hiyo. Huo sio wajibu wa kiuongozi. Wajibu wa kiuongozi ueleze umma ukweli. Kuna atakayekuelewa leo, kuna atakayekuelewa kesho, lakini ukweli haujifichi, utasimama. Na sisi tumefunzwa bwana. Sisi ni wanafunzi wa marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Sisi hatubabaiki. Sisi tunasimamia ukweli. Maalim alitufunza sisi wanafunzi wake kwamba alipogundua Zanzibar inataka maridhiano na akakaa na Rais Amani Karume, ikabidi aende kwenye mkutano wa hadhara kuwaeleza kwamba inabidi tukae pamoja na Karume kwa ajili ya maridhiano, tumtambue. Maalim alikumbana na nini? Akina Mketo wanafahamu hao, darasa la Maalim Seif. Sio tu kwamba umma ulipinga, ulizomea. Maalim alinusuliwa, lakini akasimama imara, kwa sababu kazi yako wewe sio kufurahisha umma kwenye uongo. Kazi yako ni kufurahisha umma kwenye ukweli. Maalim alisimama, na ile Zanzibar leo pale ilivyo ni kutokana na huo madhubuti wa Maalim Seif Sharif Hamad. Na sisi ni wanafunzi wa Maalim Seif Sharif Hamad. Uamuzi wetu ni ishara ya wazi kwamba tumeiva, tumeielewa njia ya Maalim Seif Sharif Hamad. Asanteni sana kwa kunisikiliza.